Familia nchini Lebanon zinapata tabu kukidhi mahitaji ya kila siku, huku mgogoro wa muda mrefu wa kifedha ukizidi kuwa mbaya kutokana na mashambulizi ya Israel yaliyoharibu nyumba na mashamba. Mwandishi wa RT Steve Sweeney aliripoti hali hiyo kutoka Beirut. Bei ya petroli ilipanda kwa takribani 25% mwezi Februari, huku gharama za chakula na kodi za nyumba zikiongezeka kwa karibu 20% mwaka uliopita. Ongezeko hilo limeongeza mzigo kwa wananchi katika nchi ambako zaidi ya theluthi moja ya wakazi wanaishi chini ya kiwango cha umaskini, kwa mujibu wa makadirio ya Benki ya Dunia. Wakazi wengi wa Lebanon pia wanakabiliwa na kutolipwa mishahara. Dereva mmoja wa teksi alisema hali hiyo ikiendelea inaweza kusababisha mlipuko wa kijamii, kwa kuwa njaa inaweza kuwafanya watu wageukane na kuvuka mipaka ya uvumilivu. Aliongeza kuwa Lebanon inaishi kwa muda wa kukopa na inategemea maamuzi ya kimataifa pamoja na misaada ili kupata mahitaji ya msingi. Mgogoro wa kiuchumi wa Lebanon ulianza baada ya kuporomoka kwa mfumo wa kifedha mwaka 2019. Uchumi wa nchi hiyo umeendelea kukabiliwa na shinikizo kutokana na vita vya Israel pamoja na kuendelea kwa uvamizi wa baadhi ya maeneo ya kusini mwa Lebanon. Kwa mujibu wa Wizara ya Kilimo ya Lebanon, takribani hekta 56,000 za ardhi ya kilimo sawa na ekari 138,000 zilikuwa zimeharibiwa na mashambulizi ya Israel kufikia mwanzoni mwa mwezi Mei. Wizara hiyo ilisema maeneo yaliyoathirika moja kwa moja ni takribani 22% ya ardhi yote ya kilimo katika maeneo ya kusini mwa Lebanon yaliyoathiriwa na mapigano. Jeshi la ulinzi la Israel limeripotiwa kuwasha kwa makusudi moto katika misitu na mashamba kusini mwa Lebanon tangu kusitisha kwa mapigano na Hezbollah tarehe 17 mwezi Juni.